Waziri wa Habari na Mawasiliano Paul Makonda amesema serikali imejipanga kuweka mikakati ya kuwasaidia kurejea kazini waandishi wa habari wakongwe waliokuwa wameathiriwa na mfumo wa ithibati. Akizungumza bungeni leo wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake, Makonda alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuthamini mchango wa waandishi hao kwa kuzingatia uzoefu wao mkubwa katika tasnia ya habari. Amesisitiza kuwa marejeo yao yatafanyika kwa kuzingatia weledi na ujuzi waliopata kwa muda mrefu wa kazi. Nne ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imeandaa mwongozo maalum, na naomba nisome vizuri taratibu. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari na mfuko wa utamaduni wa sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokidhi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator. Zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa kazi zao. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa imetoa mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni wenye lengo la kuwawezesha kutengeneza kazi zenye ubora kwa soko shindani la ndani na nje ya nchi. Mafunzo kwa awamu ya kwanza yametolewa kwa watengeneza maudhui mtandaoni 931 ambapo kati yao wanawake ni 574 sawa na 62% na wanaume ni 357 sawa na 38% kutoka mikoa mitatu: Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Mheshimiwa Spika, Kamati ya maudhui imepewa jukumu la kusimamia maudhui yanayotolewa katika vyombo vya habari na kuchukua hatua pale inapotokea ukiukwaji wa sheria, kanuni na maadili. Kabla ya kuchukua hatua za kisheria, serikali hutanguliza mazungumzo, ushauri, utoaji wa maelekezo kwa vyombo husika ikilenga kutoa fursa ya kujirekebisha. Hatua hizi huchukuliwa pale ambapo ukiukaji unaendelea, unajirudia au unasababisha madhara makubwa kwa umma. Katika kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, Wizara kupitia Kamati ya maudhui ya Mamlaka ya Mawasiliano imetekeleza majukumu yafuatayo: 1. Kufanya vikao 9 vya kamati ya kushughulikia masharti dhidi ya watoa huduma 14 ambao walikiuka sheria, kanuni, masharti ya leseni zao; kufanya mapitio ya taarifa ya ukiukaji wa kanuni za utangazaji dhidi ya watoa huduma 11 maudhui ya utangazaji waliobainika kuwa na ukiukaji wa mara kwa mara wa sheria, kanuni na masharti ya leseni; na kushiriki kwenye vikao 3 vya mashauriano na watoa huduma wa utangazaji na maudhui kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Mheshimiwa Spika, sekta ya maendeleo ya utamaduni. Tanzania imejaliwa kuwa na utajiri mkubwa wa uanuai wa urithi wa utamaduni. Katika kuhakikisha kuwa urithi huu unalindwa, unahifadhiwa na kuendelezwa, serikali imefanya utafiti wa kutambua, kuorodhesha na kulinda urithi wa utamaduni usioshikika kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Utafiti huo uliofanyika kwa kushirikiana na wadau wa utamaduni ulijikita katika kutambua na kuorodhesha vazi la kanga kama moja ya alama muhimu ya utambulisho wa Utanzania na urithi wa utamaduni. Kufuatia utafiti huu,
Andiko la vazi la kanga liliwasilishwa shirika la Umoja wa Mataifa elimu ya sayansi na utamaduni UNESCO kwa lengo la kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa utamaduni usioshikika inayosimamiwa na shirika hilo. Manufaa ya kutambuliwa kwa urithi wa utamaduni wa Tanzania katika orodha ya urithi wa dunia ni pamoja na kuongeza hadhi ya utamaduni wa kimataifa, kupata fursa ya ufadhili wa uendelezaji wa uhifadhi wa urithi kutoka kwenye mifuko ya kimataifa inayoratibiwa na UNESCO, kutangaza urithi wa utamaduni wa Tanzania pamoja na utalii wa kiutamaduni duniani. Mheshimiwa Spika, jitihada nyingine zilizofanywa na serikali kupitia wizara ni kukamilisha uandaaji wa mwongozo wa kitaifa wa kulinda urithi wa utamaduni usioshikika, yani National Framework for Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Katika kukubaliana na swala la mmomonyoko wa maadili nchini, umeandaliwa mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili nchini. Mbali na mkakati huo, kupitia televisheni ya taifa TBC kumeanzishwa kipindi maalumu cha maadili, uzalendo na utaifa kinachojulikana kwa jina la Sisi ni Tanzania. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kukumbusha umma wa Watanzania kuhusu umuhimu wa kurejea kwenye misingi ya maadili, mila, desturi, miko na uzalendo na uadilifu wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha Kiswahili kinaendana na mabadiliko ya teknolojia, wizara kupitia BAKITA imeandaa kongoo ya Kiswahili ya taifa, yani KOKITA. Kwa kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, BAKITA imehariri na kuingiza maneno milioni 22 katika kongoo ya Kiswahili ya taifa, ambapo hadi Aprili 2026 kongoo hiyo ina jumla ya maneno milioni 61 na lengo ni kufikisha maneno milioni 100. Kongoo hii itakuwa daraja la kuongeza ufanisi wa Kiswahili katika teknolojia ya kompyuta, hususan katika matumizi ya akili unde, yani AI. Pia baraza linaendelea kukuza ushirikiano na wadau mbalimbali wakiwemo taasisi ya Mozilla ili kuwezesha kuimarisha Kiswahili katika teknolojia. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia BAKITA imeongoza umma wa wazungumzaji wa Kiswahili, wadau wapenzi wa Kiswahili Afrika na duniani kote kushuhudia hatua kubwa ya Kiswahili kukubalika kwa lugha rasmi ya mkutano mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Afrika kupata hadhi hiyo, na hivyo yalijiri katika mkutano mkuu wa 43 wa shirika hilo. Mheshimiwa Spika, Oktoba hadi Novemba 13, 2025. Kwa muktadha huo, Kiswahili sasa ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo kwa nchi ya Kusini mwa Afrika, Umoja wa Afrika, Umoja wa Wazalishaji Almasi Afrika na UNESCO. Vile vile Kiswahili ni lugha ya pekee ya Afrika iliyotengewa siku ya kuadhimishwa ambapo ni tarehe 7 Julai kila mwaka. Katika hatua nyingine, wizara kupitia BAKITA imefanya kikao na UNESCO pamoja na wadau wa maudhui ya mitandaoni kuhusu nafasi ya Kiswahili katika mitandao mikubwa ya kijamii, yani Meta, TikTok na Google, ili wapanue nafasi ya Kiswahili katika mitandao hiyo na hivyo kuongeza ajira na kipato kwa waandaaji wa maudhui kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Spika, katika kuelekea mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, serikali kupitia BAKITA inaendelea na shughuli ya usanifishaji wa islahi za michezo, ambapo hadi sasa jumla ya islahi 420 za michezo zimesanifishwa. Mheshimiwa Spika, wahenga wanasema asiyefahamu lugha. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.